moja ya shule mbili kongwe zilizoko hapa Tabora ambazo zimebeba jina la Tabora, na wenyewe bado hawajahama kwenye matumizi ya nishati safi, bado wanatumia kuni na mkaa. Kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, shule ya Tabora Boys na shule ya Tabora Girls wanakwenda kuwekewa mfumo wa nishati ya gesi kwa ajili ya matumizi na waachane na kuni na mkaa. Hii ni jitihada ya Mheshimiwa Rais katika kuunga mkono kazi nzuri inayofanywa na mkoa wa Tabora kwenye kupambana na uharibifu wa mazingira. Mkoa wa Tabora ni mzalishaji mkubwa wa zao la tumbaku, unazalisha zaidi ya tani 95,000 kwa mwaka, sawasawa na 51% ya uzalishaji wa nchi nzima. Matumizi ya kuni ni makubwa kwenye kukausha tumbaku. Tumeleta kiwanda, wenzetu wa WETCU watashirikiana na STAMICO kwenye kuhakikisha makaa haya ya mawe, nishati mbadala, inasaidia kwenye kukausha tumbaku yetu badala ya kutumia kuni. Mkoa wa Tabora ziko taasisi nyingi zinatumia kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia, zikiwemo shule nyingi za sekondari. Kiwanda hichi kililengwa kwa ajili ya wakulima wa tumbaku, lakini kimeshafika Tabora na kishaka hapa kwa wananchi wote. Wanaomba muongeze uzalishaji kadri ambavyo mahitaji yatatokea hapa, tuhudumie na taasisi zilizobaki ili tupunguze uharibifu wa mazingira ndani ya mkoa wa Tabora. Kiwanda hichi kimegharimu kiasi cha shilingi bilioni 3 kufunga mtambo wote. Tumeongeza eneo lingine, production line nyingine ya kwenye kiwanda ambayo ni ya carbonization, ambayo inakwenda kusaidia kwenye kupunguza makali ya mkaa huu uweze kutumika hata nyumbani pasipo kuunguza sufuria. Kwa mujibu wa taarifa ya Clean Cooking, jumla ya watu milioni 950 wanatumia nishati ya kuni na mkaa duniani, na inakadiriwa ikifika mwaka 2050 matumizi ya kuni na mkaa yataongezeka kwa watu mpaka kufikia watu bilioni 1 na milioni 600. Ndugu zangu wana Tabora, takribani watu milioni 4 wanakufa kila mwaka kwa athari zitokanazo na kuni na mkaa. Najua tuna kiwanda kama hichi Kiwira, tuna kiwanda kama hichi Kisarawe, na Dodoma tutazindua mwezi ujao. Pale Kiwira kwenye makaa yetu ya mawe, tuna makaa ya mawe ya kutosha ya kuchimba zaidi ya miaka 200-300 ijayo. Tukiamua kuchimba kila mwaka tani milioni 1, tutachimba kwa miaka 80. STAMICO ina uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Mpango wa kwanza ni tunataka tuzalishe umeme sawa na bwawa la Mwalimu Nyerere linapozalisha kupitia STAMICO. Wa pili, tunataka tutumie makaa ya mawe kuwabadilisha Watanzania kutoka kwenye matumizi ya kuni na mkaa kwenda kwenye matumizi ya briquettes, mkaa mbadala ambao una uwezo wa kuwaka masaa 3 kwa joto lile lile pasipo kupunguza nguvu.